Haiwezekani uwe unaijua Qur'ani halafu wewe uwe mbaya, uje uwe baba mbaya, uje uwe mama mbaya, uwe mtoto mbaya, uje uwe kiongozi mbaya. Ukiona we kiongozi jahili hivi, muonea watu, anayedhulumu watu, ujue huyo kaifanya Qur'ani mahjura, au sivyo? Sasa haya tunawajenga nyinyi, tuna dhamana ya kushikamana. Kwa hakika mnafanya kazi kubwa, sio tu kwa watoto wetu, lakini mnafanya kazi kubwa kwa nchi yetu, kwa jamii yetu, kwa sababu watoto wanapofundishwa wakashikana na Qur'ani, basi nchi inanyooka vile vile, jamii inanyooka, kwa sababu kutokana na wao watoto kunyooka namna hii ndio tunapata viongozi wema, tunapata waume wema, baba wema, mama wema, walezi wema, na hatimaye watakachozalisha ni familia, ni watoto, familia na jamii ambayo itakuwa. Umuhimu wa Qur'an. Ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu katupa, hajawahi kuleta kitabu cha namna hii, hajawahi na hatoleta tena kitabu kinachofanana au chenye hadhi kama Qur'an. Na mwenyewe kakisema madhumuni yake ni kitabu cha wacha Mungu, ni kitabu cha watu wema, ni mwongozo. Na ukiangalia Qur'ani, hakuna mtu ambaye ataifata ataharibikiwa, katika daraja ya mtu mwenyewe, katika daraja ya jamii, katika daraja ya nchi vile vile, kama tutashikamana nayo. Mambo makubwa yaliyomo kwenye Qur'ani. Sasa ujiulize wewe kwamba wewe umepewa Qur'ani, unaijua, unaifahamu, unayo kifuani, halafu wewe hubadiliki. Wewe nani? Kwamba wewe hubadiliki, ndio uko vile vile kwenye uasi, uko huko kwenye ukorofi, uko huko kwenye kila ubaya, uko huko. Jiulize wewe utakuwa na daraja gani? Wewe utakuwa chuma? Tufikirie uzito wa kwamba haiwezekani wewe imekufika Qur'ani, unaijua, halafu wewe ukawa si mtu mwema, halafu wewe ukawa mbaya. Ndio maana Mwenyezi Mungu katupa mfano, ndo asema ametupa mfano huu sisi binadamu, ametupigia mfano huu tuweze kuzingatia, tuone. Kwa hivyo mimi naomba tuzingatie sana haya, kwamba Qur'ani hatukuja ni kitu kwamba tunakariri, tunasoma na mimi naijua juzuu 30. Maana yake itutengeneze, tufanane, kwamba huyo anajua Qur'ani, iwe tofauti na asojua. Uwe mtoto wa Kiislamu tofauti na mwingine aliokuwa hakupata neema hii. Tunahitaji mashirikiano yako ya kihali na mali, ya kifikra, na pia uchukue ujumbe huu kwamba basi sio sisi tu, lakini madrasa zisaidiwe mawazo ili ziweze kuendelea, kwa sababu inabakia mawazo tu. Madrasa nyingi mawazo yao ni ya walimu tu. Sasa miongoni kwa mambo makubwa ambayo tunakusudia ni hayo, na tukaona leo tuwe nawe, kwa tunakukaribisha ujisikie upo nyumbani. Malengo kubwa ni kuisaidia jamii yetu katika kuwakuza vijana waweze kukua katika maadili
yaliyo mazuri. Sote tunaelewa kwamba msingi wa kwanza ambao utaweza kuinyanyua jamii basi ni uhaba wa vyumba vya kusomea. Kwa sasa tuna uhitaji mkubwa wa nafasi ya ziada ya kujifunzia. Ndugu mgeni rasmi, kwa bahati nzuri kuna nyumba ipo pembeni mwa madrasa yetu ambayo inauzwa na wamekubali kutuuzia kwa fedha taslim shilingi milioni 50. Kabisa tatizo la msongamano wa mawazo na uhaba wa madrasa.